أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح أبواب الرحمة بإيجاد خاتم النبيين وشرح بنور مولده صدور عباده المخلصين، والذي بعثه على حين فترة من الرسل من قبله مبشرين ومنذرين. أحمده حمد الحامدين وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب زدني علما. وقال المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله منزل المطر، الله منبت الشجر، الله واهب الثمر، الله خالق البشر. يا خالقي أنت المعين بالمؤمنين المخلصين، شكرا لرحمتك التي عمت جميع العالمين. بعدكم شكور Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa tunakusudia muendelezo wa mudhakira wetu wa al-akhlaq, tabia ambao tumeuacha kwa kipindi kidogo kutokana na harakati za hapa na pale, na bahati tumerejea tena, na imekuwa tumerejea katika siku ya neema, tumerejea hali ya kuwa mvua inanyesha. Basi Mwenyezi Mungu ajalie baraka katika darasa zetu hizi, katika masuala haya ya ilmu, yaendelee mpaka Mwenyezi Mungu atakapotuhitaji, atakapotuhitimisha, atuhitimishe katika amali njema, amali za kumtii yeye, kumwabudu yeye, kumtii yeye, pamoja na kushikilia ili jambo la elimu mpaka mwisho wa umri wetu. Kama anavyosema mwenye hikma, Allahu munzilul matar, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuteremsha mvua. Allahu mumbitu shajar, Mwenyezi Mungu kutokana na mvua hiyo huotesha miti. Allahu wahibu thamar, Mwenyezi Mungu kutokana na mvua hiyo miti huiotesha matunda. Allahu khaliqul bashar, Mwenyezi Mungu ndio aliyeumba viumbe vyote, malaika, binadamu, majini, wanyama tunovijua na tusivyovijua. Ya khaliqi anta almu'in, ewe muumbaji wangu wewe ni mwenye kusaidia. Bilmu'minina almukhlisin, hasa wa waumini ambao wana ikhlasi, wamejitupa kwa kowe kikweli. Shukran li rahmatika allati, shukrani zote zinakustahikia wewe kwa rehema zako ambazo ammat jamia alalamin, zimewaenea viumbe vyako vyote bila ya kuchagua aliyekuwa kafiri, aliyekuwa Yahudi, aliyekuwa mpagani, aliyekuwa muumini. Viumbe vyako vyote unawarehemesha, unawapa neema zako. Kwa hivyo wewe ni wa kushukuriwa, kama ilivyokuja katika Qur'ani tukufu: alhamdulillahi rabbil alamin. Kila sifa njema zinamstahikia Mwenyezi Mungu ambaye ni Mola wa viumbe vyote. Tunarudi katika kitabu chetu cha al-akhlaq au mudhakira wa al-akhlaq, ambao ni muhimu mno, kwa sababu tunasema al-akhlaq au at-tab'u laysa juz'an min ad-din. Tabia au akhlaq sio sehemu ya dini, bali dinu kulliha, bali ni dini yote. Kwa hivyo tunarejea katika mdhakira wetu, na leo tupo katika ukurasa wa 3. Tunaendelea na mada yetu hii. Anasema shekhe, kaifa tadhharu al-akhlaq. Amekuja kwa njia ya swala. Anasema kaifa tadhharu al-akhlaq, vipi hudhihiri tabia? Kwa sababu mara nyingi tunasema hizi tabia ziko zilizokuwa mahmuda wa madhmuma, ziko zilizokuwa nzuri na ziko zilizokuwa mbaya. Kama vile tunavyosema, ili mtu upate kumjua huyu mtu ana tabia njema au huyu mtu ni mcha Mungu, utamjua vipi?
utamjua sataarifuhu bitasarrufatihi, utamjua kwa matendo yake. Kwa sababu Mtume SAW alipata kudhihirisha akasema kwamba attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, ucha Mungu uko hapa, ucha Mungu uko hapa, ucha Mungu uko hapa. Lakini wanazuoni wakasema attaqwa mahalluha alqalb, ucha Mungu mahala pake ni moyoni, lakin tadhhar atharuha fil jawarih, lakini ucha Mungu hudhihirika athari yake. Yale mambo ambayo yanathibitisha kwamba mtu ni mcha Mungu hudhihirika katika nini? Katika maungo, mikono, miguu, macho. Mtu utamuona pengine macho yake anainamisha chini, haangalii mambo ya maasi. Vile vile mkono wake haupigi, haudhulumu vitu vya watu, hauui. Hizo ni katika dalili za watu wema, yani ibadullahi salihin, waja wa Mwenyezi Mungu walikuwa wema. Na hapa sisi tunapozungumza tabia, basi moja kwa moja tunakusudia al-akhlaqu al-hamida au al-hasana, tunakusudia tabia njema zenye kusifiwa. Kwa hivyo shekhe hapa amesema kaifa tadhharu al-akhlaqu, vipi hudhihiri tabia. Akatuambia, akaja na kwa mtindo wa kupigia mfano, kwa sababu siku zote wanazuoni wanasema wabil amthali yattadhihu al-maqali, kwa kupigia mfano basi yale maneno hupambanuka au yale maneno hufahamika. Kwa hivyo hapa shekhe akasema idha dharabna mathalan, tunapopigia mfano birajulin, kwa mtu ambaye an yaakula, mtu ambaye anakula, fataharraka quwwata shahwa, ikawa katika kule kutaka kula kwake, fataharraka, zikatingisika au zikampeleka quwwatu shahwa, zile nguvu za matamanio, kwamba huyu mtu anataka kula, basi yale matasha kutaka kula yakawa yamemshika. Kama vile napigia mfano, labda kama mtu anapokula kitu kikali, mtu anapokula kitu kikali, basi pengine kabla hajakila kile kitu huwa mate yana mwenda au mate yanataka kuruka, kwa sababu ule utamanifu umeshakuja. Kwa hivyo na huyu mtu pengine amesikia harufu ya chakula au amekiona kile chakula, ikamjia hamasa na hamu ya kutaka kukipapia kile chakula au kukila kile chakula. Ndio akasema hapa shekhe, idha dharabna mathalan, tunapopigia mfano birajulin, kwa mtu ambaye yuridu an yaakula, yule mtu anataka kula chakula, fataharraka quwwatu shahwa, ikawa zimemtingisha au zimempelekesha zile nguvu zako za matamanio, kwamba ile hamu ya kutaka kula imemshika kiasi cha kwamba kile chakula kama anataka akivamie haraka ila taami, zile nguvu za matamanio zimempelekea kuelekea katika chakula, litahsilihi, ili hicho chakula akipate au apate kukila. Sasa inakuwaje inapokuwa katika hali kama hiyo? Basi akasema shekhe, fa idha saa alayhi, basi itakapokuwa anakiendea kile chakula bijuhdihi, kwa jitihada yake, bighairi ightisabin, lakini bila kile chakula kutaka kukinyakua au kukipora. Yani hapa kama amepiga mfano tu shekhe wa kinaya, kwamba mtu anapotafuta riziki ya chakula, basi asiwe na pupa, pengine ikawa njia yake anotafutia ile riziki si ya halali, yeye mradi anapupa tu chakula akipate katika njia yoyote. Hapa itakuwa anakosea. Akumbuke yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema kwamba afdhalul kasabi amalu rajulin biyadihi, bora ya chumo, afdhalul kasabi amalu rajulin biyadihi, bora ya chumo ni kazi ya mja kwa mkono wake yeye mwenyewe. Na Mtume sallam akamalizia akasema, wa kullu bai'in mabrurun, na kila biashara imebarikiwa. Kila kazi ya biashara iliyokuwa ya halali basi ina baraka zake, kwa sababu Mtume sallam alifanya biashara kumfanyia mkewe mama Khadija radhiallahu anha kabla ya kumuoa, na alifanya kazi ya kuchunga mbuzi. Kwa hivyo hapa kama shekhe anataka kutuelekeza kwamba
mtu anapoishi katika maisha basi anawajibika kufanya kazi. Ndio maana baadhi ya wanazuoni wakasema khassis waqtan lil'amali fa innahu masdarur rizqi. Khassis waqtan lil'amali, husisha wakati maalum, lil'amali, kwa ajili ya kufanya kazi, fa innahu, kwani hakika huko kufanya kazi, masdaru alkasabi warizqi, ndio asili ndio msingi, alkasabi wa chumo, warizqi na kupata rizqi. Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani kwamba wa atainahu min kulli shay'in sababa, kila kitu tumekuleta na sababu zake. Kwa hivyo sababu ya mtu kupata rizqi ni mahangaiko. Si kama Mwenyezi Mungu anashindwa kumruzuku mja wake, labda akamletea chakula hapa, lakini kutokana na yale maneno ya Mtume SAW kwamba afdhalul kasabi, bora ya chumo, amalu rajulin biyadi, ni kazi ya mja kwa mkono wake mwenyewe. Siku moja Mtume SAW aliushika mkono wa mmoja katika masahaba. Alipomsalimia yule sahaba akauona mkono wake mzito, mkono wake ni mgumu, mkono wake unakwaruza. Basi Mtume SAW akamtoka maneno kumwambia yule sahaba, hadhihi yadun yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Hadhihi yadun, huu ni mkono ambao yuhibbuhu Allahu, anaupenda Mwenyezi Mungu, au yuhibbuhu Allahu, anaupenda Mwenyezi Mungu, wa rasuluhu, na mtume wake, kwa sababu alimuhisi kwamba yule mtu alikuwa anasulubu, anahangaika, lakini katika kuitafuta nini? Halali. Kwa hivyo hapa ndio pahala kwetu pa mwanzo kwamba Sheikh amesema fa idha saa. Hata katika Qur'ani imekuja wa alaysa lilinsani illa ma saa, mwanadamu hatopata isipokuwa kile alichokichuma au alichokitenda. Wa anna sa'yahu, na hakika hayo matendo yake saufa yura, huenda yataonekanwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Thumma yujzahu aljazaa alawfa, kisha atalipwa malipo yenye kulingana na aliyoyatenda. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, Mwenyezi Mungu anasema hamtolipwa nyinyi isipokuwa kwa yale mliokuwa mkiyatenda. Jazaan wifaqa, malipo yenye kuwafikiana kabisa na amali zenu. Kwa hivyo akasema shekhe hapa, fa idha saa alayhi, ikiwa huyu mwanadamu atakuwa anaihangaikia riziki, anaikimbilia riziki, bijuhudihi, kwa jitihada zake, yani anafanya kazi ya halali, bighairi ightisabin, bila ya kunyakua, bila ya kupora, bila ya kunyang'anya, kaitafuta riziki kwa njia ambayo Mwenyezi Mungu anaikubali, basi mala ahadun mala ahadun au haqqun mala ahadun au haqqi ahadun kana adilan fi sa'ihi bighairi ikhtisabin, bila kupora hiyo mali, bila kunyang'anya, bila kunyakua, yani akafanya ujambazi. Mala ahadun, yani mali ya mtu yoyote, bighairi ikhtisabin, mala ahadin, bila kunyakua au kupora, kunyang'ua mali ya mtu yoyote, kwamba ile kazi kaitafuta kwa pesa yake ya halali au kwa nguvu zake za halali, hajampora mtu, hajamnyang'anya mtu, hajamuibia mtu. Mala ahadin, mali ya mtu yoyote, au haqi ahadin, au haki ya mtu yoyote, kana adilan, basi huyo amekuwa muadilifu, fi sa'ihi, katika chumo lake, kwamba lile chumo lake la halali. Na hapa ndio mahala pazito wa Uislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye Qur'ani, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina, hakika Mwenyezi Mungu anawakubalia dua zao wacha Mungu. Na katika sifa za wacha Mungu hawali haramu, wacha Mungu wanakula chakula cha nini? Cha halali. Kwa hivyo na sisi tunafundishwa tule chakula cha halali. Ikiwa mtu kalishwa chakula cha haramu bila ya kujua au bila kutegemea, hapo Mwenyezi Mungu nasema Allahu Ghafurur Rahim. Lakini unajua kwamba chakula hichi kimeibiwa, chakula hichi si cha halali, ukenda ukala, basi ni hatari mno, kwa sababu Mtume SAW anasema kwamba ayu nabatin nabatat fi ibn adam biharamin fannaru ahaqu biha au fannaru aula biha. Ayu nabatin, yani
kilichoota chochote fil insani, katika mwanadamu, bil harami, kwa haramu, basi fannaru aula biha, moto umestahiki zaidi kwa hicho kipande cha nyama ambacho kimeota katika nini, katika mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo hapa Mtume SAW anakusudia tujifunze kwamba tuepuke haramu, na dua za wacha Mungu, Mungu ndo anawakubalia, na katika ucha Mungu mkubwa mtu kujiepusha na nini, haramu. Ndo hapa Sheikh akasema fa idha saa alayhi, ikiwa mwanadamu ataiendea hiyo riziki, ataihangaikia hiyo riziki, bijuhudihi, kwa jitihada zake, bighairi ikhtisabin, bila kupora, bila kunyang'anya, bila kunyakua, bila kuiba, mala ahadin, mali ya mtu yoyote, au haqi ahadin, au haqi ya mtu yoyote, kana adilan, huyo amekuwa mwadilifu, fi sa'ihi, katika chumo lake. Siku moja Mtume SAW alisema katika maneno yake matukufu, hadithi zake, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi, yoyote atakayenyakua au atainyang'anya haki ya Muislamu kwa mkono wake wa kulia, iwe mkono wake wa kulia, wa kushoto, au mikono yake yote miwili, man iqtata'a, atakayekata na kunyang'anya haqqa mri'in muslimin, haki ya mja Muislamu, biyaminihi, kwa mkono wake huu wa kulia au mkono wake wote, basi faqad aujaba Allahu alayhi nara, huyo Mwenyezi Mungu anamwajibishia moto kwa sababu amedhulumu. Wa harrama alayhi aljanna, na Mwenyezi Mungu anamharamishia pepo. Qalu ya Rasulullah, wakasema masahaba, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, awalau kana shay'an yasira, japo kikiwa kitu chepesi, kitu kidogo alichokinyakua kukiiba. Faajabahum Rasulullah sallallahu qailan, basi akawajibu mjumbe wa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa mwenye kuambia, walau kana qadiban min arakin, hata kwamba japo kile kijiti chembamba cha mti wa muarak. Arabuni kuna mti unaitwa muarak. Muarak ni ule mti wa kupigia mswaki. Sasa ukimdhulumu mwenzako japo kwa kile kijiti kidogo cha muarak, wanazuoni wengine wakasema walau bishiqqi tamratin, hata ukimdhulumu mwenzako kwa ile nusu ya koko ya tende, ile koko ya tende ugewe mara mbili ile, ukimdhulumu mwenzako, basi Mungu anakuharamishia pepo na anakuhalalishia moto. Kwa hivyo hilo ni jambo gumu kabisa, wasaat masira, na moto ni marejeo yaliokuwa mabaya kabisa. Kwa hivyo hapa shekhe sisi anatuhadharisha kwamba tujiepushe na haramu. Pale wewe umelishwa haramu bila kutegemea, basi huna makosa, lakini unajua kwamba hii haramu matatizo, ndio akapigia tena mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam, dharaba masalan birajulin yatilu alayhi safar, akampigia mfano mtu ambaye safari yake imerefuka, wa huwa yarfa'u yadayhi ila samaa, ikawa huyo mtu ananyanyua mikono yake mbinguni, yani anamuomba Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu akasema lakin wa mat'amuhu haramun, vyakula alivyolishwa ni vya haramu, anajua kala haramu. Wa mashrabuhu haramun, na alivyonyeshwa ni vya haramu, kala vya haramu, kanywesha vya haramu. Wa malbasuhu haramun, na nguo zake alizovaa pia ni za haramu. Wa ghudhiya bil harami, na yeye akawa ameshibishwa kwa vitu vya haramu. Fa anna yustajaba lahu, basi vipi Mwenyezi Mungu atamkubalia dua zake huyu mtu? Kwa hivyo tunarejea pale pale, Mungu amesema innama yatakabbalu Allahu minal muttaqina, hakika si vinginevyo Mwenyezi Mungu anawakubalia dua zao wacha Mungu. Kwa hivyo kipande hichi ndio tumesita sana hapa kutilia mkazo kwamba mtu ajiepushe asije akapora mali za watu, akanyang'anya mali za watu, akaiba mali za watu, akadhulumu mali za watu, anakuwa yuko katika hali mbaya hapa duniani na kesho akhira. Ndio yale maneno ya mshairi anayosema kwamba la tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran fadhulmu yarji'u uqbahu ila an-nadami, tanamu aynaka walmadhlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu Allahi lam tanami, kwamba la tadhlimanna, usifanye wingi wa kudhulumu ewe mja,
la tadhlimanna, imekuja nunu taukidi sakila inatilia mkazo, la tadhlimanna, usifanye wingi wa kudhulumu ewe mja, in kunta muqtadiran, hali ya kuwa wewe una mamlaka na uwezo. Yani Mungu kakupa mamlaka, Mungu kakupa uwezo, ukasema mimi kwa mamlaka yangu, nguvu zangu, basi nafanya nitakavyo, ninadhulumu. Hapana, hatari. La tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran, ewe mja usifanye wingi wa kudhulumu hali ya kuwa una uwezo. Fadhulmu yarji'u uqbahu ila nadami, siku zote dhulma hurejea mwisho wake ikawa ni majuto. Tanamu ainaka, macho yako wewe mawili yanalala. Na wanazuoni hapa katika balagha wanasema adh-dhikru bil juz'i wal iradatul kullu, kwamba yametajwa macho mawili lakini mtu mwenyewe hulala mwili mzima wote ukawa umepumzika. Tanamu ainaka, macho yako mawili yanalala. Wal madhlumu muntabihun, lakini huyo mdhulumu yuko hadhir, halali, anamsikitikia Mola wake, analalamika, anashtaki. Tanamu ainaka wal madhlumu muntabihun yad'u alayka, anakuombea dua dhidi yako, yani anaomba dua Mungu akuangamize, akupatilize. Wa ainullahi lam tanami, na jicho la Mwenyezi Mungu halilali, kwa Mwenyezi Mungu yuko hadhir wakati wowote. Ndio maana Mtume sallam vile vile akasema ittaqu da'watal madhlumi, icheni, iogopeni dua ya mwenye kudhulumiwa. Fa innaha au fa innahu laysa, ittaqu da'watal madhlumi, ogopeni mlingano wa mwenye kudhulumiwa, ogopeni dua ya mwenye kudhulumiwa. Fa innaha, hakika yake, laysa bainaha wa baina Allahi hijab, haina baina yake na baina ya Mwenyezi Mungu kizuizi. Mtu aliyedhulumiwa akiomba dua, basi moja kwa moja inapanda, hata kama ni kafiri, kama muda wa kwamba umemdhulumu, basi ni hatari. Kwa hivyo turudi, Sheikh anasema fa idha saa alayhi bijuhdihi, ikiwa huyo mwenye kutafuta riziki kwa juhudi zake, bighairi ightisabin, bila ya kupora, bila kunyang'anya, bila kufanya ujambazi, bila kuiba, mala ahadin, mali ya mtu yoyote, au haqi ahadin, au akachukua haki ya mtu yoyote, haram, kwa njia haram, basi kana afifan, basi huyu amekuwa mcha Mungu. Afifan manake ni mwenye kujizuilia na maasi, kama ilivyokuja katika mnasaba wa ndoa. Mwenyezi Mungu anasema waliyasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan, wajizuilie wale ambao Mungu hajawapa uwezo wa kuoa, hatta yughniyahumullahu min fadli, mpaka Mwenyezi Mungu atakapo wafadhilisha au atakapopo uwezo kwa fadhila zake. Kwa hivyo anasema fa idha saa, itakapokuwa anahangaikia mwenye kutafuta riziki alaihi, kwa hiyo riziki anayoitafuta, bijuhdihi, kwa juhudi zake, kwa jitihada zake, akahangaika, bighairi ightisabin, bila ya kupora, bila ya kunyang'anya, bila kufanya wizi na ujambazi, mala ahadin, mali ya mtu yoyote, au haqi ahadin, au haki ya mtu yoyote, kana adilan, basi mja huyo amekuwa ni nani? Muadilifu. Mwanzo nilitia neno la haram, nilikuwa nimeruka kidogo, nimerudi katika sawabu au katika haki. Fa idha saa alayhi, itakapokuwa amehangaikia hiyo riziki, mwenye kutafuta riziki, bijuhdihi, kwa jitihada zake, bighairi ightisabin, bila ya kupora, bila ya kunyang'anya, bila kufanya ujambazi na kuiba, mala ahadin, mali ya mtu yoyote, au haqi ahadin, au haki ya mtu yoyote, kana adilan, basi mtu huyo amekuwa muadilifu, fi sa'ihi, katika chumo lake. Na Mwenyezi Mungu anawasifu waadilifu, anasema wa aqsitu, nafanyeni uadilifu, inna Allaha yuhibbul muqsitin, fanyeni, hakika Mwenyezi Mungu anapenda wenye kuwafanyia uadilifu. Na kinyume cha uadilifu maanake ni nini? Ni dhulma. Kwa hivyo inatakiwa mtu ajitahidi kuwa muadilifu. Kwa hivyo hicho kilikuwa ni kipengele cha kwanza, mtu ambaye atahangaikia kutafuta riziki zake bila kunyang'anya, bila kupora, bila kufanya ujambazi, bila wizi mali ya mtu yoyote au haki ya mtu yoyote, basi mtu huyo amekuwa muadilifu, fi sa'ihi, katika chumo lake, na atapata thawabu kwa matendo yake hayo ya uadilifu. Akaendelea shekhe akasema wa idha affa an tabadhuli fi hadhihi as-sa'i wa an as-suquti fi haramin kana afifan. Hii daraja pili, wa idha affa, na itakapokuwa amejizuilia huyu mwenye kutafuta riziki, ani tabadhuli, katika
kufanya tabdhil, tunasema kama vile mtu kufanya israfu, yani anatafuta riziki lakini ikawa utafutaji wake wa riziki na israfu. Akipata riziki anaziharibu, hazitumii vizuri, basi inakuwa hendi katika njia sawa. Wa idha affa anitabadhuli, na ikiwa atajizuilia huyo mja kuepukana na ubadhirifu, kuepukana na kufanya israfu na njia zisizotakiwa vile vile, fi hadhihi sa'i, katika chumo hili, wa anisuquti, na yeye ikawa amejiepusha na kuporomoka au kuanguka, fi haramin, katika kuendea mambo ya haram, kana afifan, basi mtu huyu amekuwa mwenye kujizuilia, yani anajizuilia kwamba asifanye israfu wala asiingie katika haram. Na Mwenyezi Mungu amewasifu waja wema, amesema mfano alladhina idha anfaqu, kuna waja wema ambao wanapotoa kujitolea, lam yusrifu, hawafanyi israfu, walam yaqturu, wala hawabani, wakana baina dhalika qawama, wako baina ya hapo, yani khairul umuri awsatuha, ubora wa mambo ni kati na kati. Wa idha affa, na ikiwa mja atajizuilia anitabadhuli, kuepukana na kufanya israfu, fi hadhihi sa'i, katika mahangaiko yake haya, katika machumo yake haya, wa anisuquti, na vile vile akajiepusha kuanguka, asije akaangukia, fi haramin, katika riziki za haramu, kana afifan, basi mtu huyo amekuwa mwenye kujizuilia. Yani huyo utafutaji wake anajitahidi kwamba anajiegemeza kwenye kutafuta halali, na njia zozote ambazo zenye shubha pengine zitampelekea katika riziki za haramu, basi anajiepusha nazo. Basi huyu Sheikh amesema wa idha affa anitabadhuli, ikiwa mja atajizuilia na kufanya israfu, fi hadhihi sa'i, katika chumo lake hili, wa anisuquti, na akajiepusha na kuja kuporomoka au kuanguka, fi haramin, katika riziki za haramu, kana afifan, basi mtu huyu amekuwa ni mwenye kujizuilia na mambo machafu au mambo ya haramu. Akaendelea Shekhe akasema wa idha shaqqa alayhi as-sa'yu, wa idha shaqqa alayhi as-sa'yu, na itakapokuwa amepata mashaka, amepata dhiki, amepata tabu huyu mtafutaji wa riziki, fahtamala mashaqqahu au fahtamala mashaqqata, ikawa ameyabeba yale mashaka kwamba riziki zake anazipata kwa hali ngumu mno, basi aqatahu au aqatahu wa adalahu, kana sabiran, aifatahu sio aqatahu lau samahtum. Wa idha shaqqa alayhi as-sa'yu, na itakapokuwa imempa mashaka, imempa shida na ugumu, as-sa'yu, yale mahangaiko yake, yale mahitajio yake kutafuta riziki, fahtamala mashaqqatan, ikawa amebeba yale mashaka katika utafutaji wa riziki, iffatuhu, kujizuilia kwake, yani asije akatumbukia katika haram, wa adluhu, na ule uadilifu wake, fahtamala mashaqqatan affatahu wa adlahu, ikawa amebeba yale mashaka, utabu, affatahu, kujizuilia kwake, na asije akatumbukia katika haram, wa adlahu, na akajitahidi kumili katika uadilifu, kana sabiran, basi mtu huyu amekuwa ni mwenye subira. Wa idha shaqqa alayhi as-sa'yu, na itakapokuwa imempa mashaka mahangaiko yake, utafutaji wake wa riziki, shughuli zake za kufanya kazi na utafutaji wa riziki, fahtamala mashaqqatan, ikawa ameyabeba yale mashaka, yani ameyavumilia, iffatahu, kujizuilia kwake na kutumbukia katika haramu, wa adlahu, na uadilifu wake akajitahidi kumili katika uadilifu, kana sabiran, basi mtu huyu amekuwa ni mwenye subira. Na hii ni sifa ya watu wema. Mtume sallam kana saburan, alikuwa ni mwenye subra sana, na subira imehimizwa sana. Mtume sallam anasema kwamba man tasabbara sabbarahu Allah, mwenye kusubiri atamsubirisha Mwenyezi Mungu. Wama u'tiya ahadun, hakupewa yote, ataun, kipawa, ausa, kilokuwa kikinjufu, ataan ausa min as-sabr, tunasema hakupewa yote kitengo, au tunasema nini, kitu kilokuwa kikunjufu min as-sabr, kuliko subira. Kwa hivyo subira ni jambo muhimu. Wa idha shaqqa alayhi as-sa'yu, itakapokuwa imemhangaikia, imempa shida,
mahangaiko kutafuta riziki, mwenye kutafuta riziki. Fahtamala, akavumilia, akasubiria, akavumilia mashaqatan, yale mashaka na zile tabu, iffatahu, kujizuilia kwake asije akatumbukia katika haram, wa adlahu, na akajitahidi kumili katika uadilifu. Kana sabiran, basi mtu huyo amekuwa mwenye subira, na subira ni jambo kubwa. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, inna Allaha ma'as sabirin, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Wasabru thawabuhul janna, na subira siku zote malipo yake ni pepo. Wa idha wajjahtahu makhatiran hadha as-sa'i, na itakapokuwa amekabiliwa yeye na hatari, hadha as-sa'i, katika chumo hili, faqtahama, ikawa vile vile amepambana, lakini amepambana katika uhalali sio haramu. Wa idha wajjahtahu, na itakapokuwa ameelekewa makhatirun, na hatari, hadha as-sa'yu, katika chumo lake hili, faqtahama mayadinahu, ikawa amepambana katika nyanja zake, nyanja hizi za hatari, lakini kwa njia zinazokubalika sio za haramu. Walamtahin qanatahu, na ikawa yeye hajatikiswa au kudhoofika qanatahu, na ile mifumo yake ya hizo hatari, kwamba amepambana, akajitahidi kupambana, akakabiliana na hizo hatari katika njia ambazo zinakubalika, sio njia za upotovu au haram. Kana shujaan, basi mtu huyo amekuwa ni nani? Shujaa. Wa idha wajjahtahu, na itakapokuwa amekabiliwa makhatirun, na hatari, hadha as-sa'yu, ya chumo hili, faqtahama mayadinahu, ikawa ameweza kupambana katika nyanja zake hizo hatari. Walamtahin qanatuhu, ikawa hajadhoofika kutokana na matatizo yake au hizo hatari zake. Kana shujaan, basi mtu huyu amekuwa ni shujaa, yani mwerevu na mwenye nguvu na shujaa. Wa hadhihi al-arba'atu, na akasema haya manne, min al-adli, katika uadilifu, wal-iffatu, na kujizuilia katika mambo ya maasi, was-sabri, na subira, wash-shajaa. Wa hadhihi al-arba'atu, na haya manne yalotajwa huku juu, min al-adli, katika uadilifu, wal-iffati, na kujizuilia katika maasi au ucha Mungu, was-sabri, na subira, wash-shajaati, na ushujaa. Hiya madhahirul akhlaq, hiya madhahirul akhlaqi al-hamidati, hayo ni maonekano, hiya madhahiru, ni maonekano hayo, al-akhlaqi al-hamidati, maonekano ya tabia njema au tabia nzuri, kulliha, tabia njema zote. Kwa hivyo tunaposema al-adlu min khuluqin hasan, nini? Uadilifu ni katika tabia njema. Wal-iffatu min khuluqil hasan, na uadilifu na kujizuilia na maasi au ucha Mungu ni katika tabia njema. Was-sabri min khuluqil hasan, na subira ni katika tabia njema. Wash-shajaatu min khuluqil hasan, na ushujaa ni katika tabia njema. Hiya madhahirul akhlaqil hamidati kulliha, hayo yote ni katika maonekano au yenye kujitokeza katika tabia njema zote. Wayajma'uha kulluha, na hukusanywa yote hayo, aslun wahid, katika msingi mmoja, huwa maana al-adl, huo msingi maana yake ni nini? Ni uadilifu. Wa ala al-aksi, na kinyume chake sasa, wa ala al-aksi, na kinyume chake, fa inna dhulma, hakika dhulma, aslul akhlaqi dhamimati, ni katika asili ya tabia mbaya. Wa ala al-aksi, yani aqsul adli adh-dhulm, kinyume cha uadilifu ni nini? Ni dhulma. Wa ala al-aksi, na katika kinyume chake, fa inna dhulma, hakika dhulma, aslul akhlaqi dhamimati, ni katika asili ya msingi wa mambo mabaya au sifa mbaya, kulliha, sifa mbaya zote. Wa usulul akhlaqi dhamimati taqumu ala thalathin, na anasema misingi ya tabia mbaya au tabia mbovu, taqumu, husimamiwa, ala thalathin, katika misingi mitatu. Tabia mbaya au tabia mbovu isiyopendeza husimamiwa na mambo matatu au misingi mitatu. Al-ula, msingi wa kwanza, al-jahlu, ujinga. Kwa hivyo ujinga min akhlaqi dhamimati, ni katika tabia mbaya, kwa sababu wanazuoni wanasema al-ilmu kalhayati waljahlu kalmamati, elimu
ni kama uhai na ujinga ni kama kifo. Alilmu nurun, elimu ni nuru, waljahlu dhalamun, na ujinga ni viza. Kwa hivyo wamesema wa ala alaksi, na kinyume cha tabia nzuri, fa inna dhulma, basi hakika ya dhulma, aslul akhlaqi dhamimati, ni katika msingi wa tabia mbaya, kulliha zote. Wa usulul akhlaqi dhamimati, na misingi ya tabia mbaya, taqumu ala thalathin, usimamie katika misingi mitatu. Alula, msingi wa kwanza, aljahlu, ujinga. Tumesema aljahlu kadhulumati, ujinga ni kama viza. Walilmu kanuri, na elimu ni kama nini? Nuru. Aljahlu kalmamati, ujinga ni kama kifo. Walilmu kalhayati, na elimu ni kama uhai. Kwa hivyo nasema wa ala alaksi, na kinyume chake, fa inna dhulma, hakika ya dhulma. Tumesema hapo nyuma kwamba la tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran, usije ukadhulumu hali ya kuwa una mamlaka au una uwezo. Fa inna dhulma yarji'u uqbahu ila an-nadami, dhulma hurejea mwisho wake katika majuto. Tanamu ainaka, we mwenyewe unalala. Wal madhlumu muntabihun, lakini aliyedhulumiwa halali yuko hadhir. Yad'u alayka, anakuombea dua dhidi yako, kinyume chako dhidi yako upatilizwe. Wa ainullahi lam tanami, na Mwenyezi Mungu mwenyewe halali. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, Mwenyezi Mungu hapitikiwi na usingizi, kusinzia, wala kulala. Kwa hivyo tunasema wa ala alaksi, na kinyume chake, fa inna dhulma, hakika ya dhulma, aslul akhlaqi dhamimati, ni katika msingi wa tabia mbaya, kulliha, tabia mbaya zote. Wa usulul akhlaqi dhamimati, na misingi ya tabia mbaya, taqumu ala thalathin, usimamia juu ya misingi mitatu. Alula, msingi wa kwanza, aljahlu, ujinga. Wathani, na msingi wa pili, ashahawat, matamanio. Na shahawati ni katika mashaka makubwa ambayo yanatukumba. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema, araaita alladhi ittakhadha ilahahu hawahu, umemwona yule ambaye amefanya matamanio yake kuwa ndiyo Mungu wake. Kwa hivyo matamanio yakiwa shari, matamanio yanayotupelekea katika madhambi na ufisadi, kama zina, ushirikina, kunywa ulevi, liwat, na mambo yalikuwa mabaya mabaya, inatakiwa tujiepushe nayo. Kwa hivyo tumesema msingi wa pili wa tabia mbaya, ashahawat, ni matamanio. Mwenyezi Mungu amesema wa amma man khafa maqama rabbih, ama yule ambaye anaogopa kisimamo cha Mola wake. Wanaha nafsa anil hawa, akaikataza nafsi yake kuepukana na matamanio. Fa innal jannata hiya almawa, basi pepo itakuwa ndio mafikio yake. Pepo itakuwa ndio nini? Mafikio yake, kwa sababu kaikataza kuepukana na matamanio. Athalitha, msingi wa tatu wa tabia mbaya, alghadhabu, ni kughadhibika, kukasirika. Alikwenda sahaba mmoja kwa Mtume SAW siku moja, akamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ausini, niusie. Mtume SAW akamwambia, la taghdab, usikasirike. La taghdab, usighadhibike. Akamwambia, zidni fil wasiya, nizidishie katika wasia. Akamwambia, la taghdab, la taghdab, usikasirike, usikasirike. Kwa hivyo wanazuoni wanasema kwamba nini, aliulizwa Nabii Musa alayhi salam, man aqwa nnasi, yupi ni mwingi wa nguvu katika watu? Akajibiwa Nabii Musa na Mwenyezi Mungu kwamba nini, abdun idha ghadhaba tajawaza wa afa, ni yule mja ambaye anapokasirika, tajawaza, huachilia, wa afa, na akasamehe. Mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema siku moja, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, wanapokutana na watu wajinga, basi wale watu wema wacha Mungu husema ni amani, hawataki ugomvi, wakajiepusha. Kwa hivyo nasema alghadhabu, moja katika sifa mbaya za mtu ni kukasirika. Mtume SAW akasema kwamba laisa alqawiyu, si mwenye nguvu yule ambaye anapigana mieleka, lakina alqawiyu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab. Laysa ash-shadidu bis-sar'a, si mwenye nguvu yule mwenye kupigana mieleka. Innama ash-shadidu, hakika mwenye nguvu, alladhi, yule ambaye yamliku nafsahu,
anaimiliki nafsi yake inda alghadhabi, wakati anapokasirika. Kwa hivyo tumesema mambo matatu haya, aljahlu washahawatu walghadhab ni katika min akhlaqi dhamimati allati najibu an nab'uda anha, ni katika tabia mbaya ambazo tunatakiwa tujiepushe nazo. Akajaribu kuleta maana zake. Sasa shekhe akasema aljahlu, nini maana ujinga, au mtu vipi atasifika kwa ujinga? Akasema faljahlu, basi mtu aliyokuwa mjinga, faljahlu, basi ujinga, na mtu ambaye ana sifa ya ujinga, yara, yeye huwa anaona, min khilali jahlihi, kupitia ule ujinga wake, alhasana, huona ndo uzuri ule ujinga wake, upotofu wake yeye ndo huona wema wake. Faljahlu, basi mtu mjinga na mwenye ujinga, yara, anaona, min khilali jahlihi, kupitia ujinga wake, alhasana, yeye huona ndio wema na uzuri, fi surati alqabihi, katika sura ya ubaya. Yani ule ubaya yeye huona katika sura ya wema, hali ya kuwa ni ubaya. Sema faljahlu, mtu mjinga, yara min khilali jahlihi, huona kupitia ujinga wake, alhasana, huona ule ujinga wake ndio uzuri, fi surati alqabih, katika kwamba ule ubaya huona katika sura ya uzuri. Akasema walqabiha, na ule ubaya fi surati alhasani, huona katika sura ya wema. Walqabihi, na sifa mbaya au ubaya, fi surati alhasan, yeye huona katika sura ya wema. Yani wema huona katika sura ya ubaya, na ubaya huona katika sura ya umeme. Walkamalu naqsan, na siku zote yeye huona ukamilifu ndio upungufu. Wanaqsu, na ule upungufu, kamala, yeye ndio huona nini? Ukamilifu. Akaendelea shekhe akasema ashahawat, katika sifa nyingine mbaya ni matamanio yalikuwa maovu bila shaka. Washahawatu allati asmainaha, anasema na matamanio ambayo tumeyaita sisi alquwwat at-talabiyya, ni nguvu za matakwa, nguvu za matashi. Tati, huja hayo matamanio, minha, kutokana nayo, almaasi, huja maasi at-talabiyya, maasi ya kuyatafuta vile vile, au maasi ya matashi, maasi ya kuyataka, kazina, kama zina, walghishi, na udanganyifu, wasukri, na ulevi, wataali, na kujiona na kuwa na kibri, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Akamalizia shekhe jambo la mwisho au sifa ya mwisho, alghadhabu, ghadhabu au kukasirika. Akasema walghadhabu, na hasira au ghadhabu, alladhi, hasira ambazo, asmainaha, tumeziita alquwwata ad-dafi'iyya, alquwwata ad-dafi'a, tumeziita hizo hasira ni nguvu zenye kuvuta, kwa sababu mtu inakuwa kama anatiwa mori, anashawishiwa. Asmainaha, tumeziita hizo ghadhabu alquwwata ad-dafi'a, nguvu zenye kuvuta au zenye mvutano. Tati minhu almaasi, huja maasi kutokana na hizo hasira, ad-dafi'iyya, maasi ya mvuto vile vile, au ya mvutano. Kadharbi, kama kupiga, mtu anapokuwa na hasira kupelekea kutaka kuwapiga wenzake. Walqatli, na kuua. Wallani, na kulani. Wadhulmi, na kudhulumu. Wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. نكتفي بهذا القدر اليسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، والعفو منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا. إن شاء الله tutakuja kuendelea katika kipindi kijacho. Tutosheke na haya machache tuliyochukua. Wanazuoni wanasema qalilun qarra afdalu min kathirin farra, kile kidogo ambacho kitatuama kitakaa katika mioyo yetu na nafsi zetu, afdalu, ni bora, min kathirin farra, kuliko kingi kitakachokimbia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi